ilikuwa kwenye saa 5 hivi usiku, na nakumbuka mama wangu alikuwa ameshalala. So nikalala, wakati niko usingizini nikaanza kupata maumivu makali ya kichwa, kupata typhoid hivi karibuni. Yani vile vipimo vya typhoid havikuwa vya kweli. Wakasema habari, karibu mpenzi mfuatiliaji wetu wa YouTube channel ya Grace Godfrey Remam. Kama ni mara yako ya kwanza, basi naomba unisaidie kusubscribe kabla hujaendelea, ama pia unaweza kushare, kulike na kutoa comment. Hii ni channel ambayo tutakuwa tunashare ushuhuda. Wengi mmesikia baadhi yenu kuhusu ushuhuda wa jipu ndani ya ubongo, na nimekuwa nikishare kwenye media mbalimbali. So nimeona nianze kushare mfululizo huu kwenye channel yetu ya YouTube. Lengo ni kwamba watu wapate kujua kwa upana kabisa, kwa urefu, kile ambacho Mungu alikifanya kwenye maisha yangu kupitia hii experience ya uvimbe kwenye ubongo, na usambae kadri iwezekanavyo ili wengi wahudumiwe, wengi waponywe. Na nitashare kwa details zote. Nitakuwa naongea kila kitu vile ambavyo sikuongea kwenye media mbalimbali, nitazungumza, maana humo tuna muda mrefu. Nitakuwa na share kwa episodes. Tutaanza leo na episode ya kwanza na tutakuwa tunaendelea. Kwa hiyo utakapo subscribe, itakuwa kila nikirusha episode mpya unapata notification. Kuna hiki kitabu cha jipu ndani ya ubongo. Kama ungependa kupata ushuhuda wote kwa wakati mmoja pamoja na picha na kila kitu, basi wasiliana nasi tukupatie hiki kitabu. Mitandao mingine ya kijamii, Instagram ninatumia grace.remam, Facebook ninatumia Grace Godfrey Remam, pamoja na TikTok ninatumia Grace Godfrey Remam. So hii experience ni ya kwangu binafsi, na ilianza kunitokea mwaka 2016. Kwa hiyo nilikuwa wakati huo nilikuwa nafanya shahada yangu ya kwanza, ya pili mimi chuo kikuu cha Dar es Salaam, na nilikuwa tayari nimeolewa. Tulikuwa tunakaribia mwaka wa 3 wa ndoa. Godfrey Remam ni jina la mume wangu, baba yangu ni Sostenes Langula. Kwa hiyo ukisikia Grace Sostenes Langula pia ni mimi. Wakati huo nikiwa ninasoma, nilianza kuumwa. Kumbuka ilikuwa mwezi wa 6, nikaanza kuumwa. Siku hiyo nilianza kuumwa mida ya usiku. Ilikuwa kwenye saa 5 hivi usiku, na nakumbuka mama wangu alikuwa ameshalala. Nilianza kwa kutapika. Sasa mimi sikuwa mtu wa kutapika sana, lakini ghafla tu nilisikia kichefuchefu, nataka kutapika. Nikaenda bafuni nikatapika, nikarudi. Haikupita hata nusu saa nikatapika tena. Sasa yote akashtuka, akaniuliza vipi, uko sawa? Kwa kuwa sikuwa najisikia kingine chochote zaidi ya hiyo hali ya kutapika, nikamwambia niko sawa. Baadaye tena nikatapika. So nikalala. Wakati niko usingizini nikaanza kupata maumivu makali ya kichwa. Yani nakumbuka nilikuwa naumwa kichwa mpaka nagugumia usingizini. Hadi mama wangu akawa ananiamsha, vipi? Nagugumia sana, yani sijawahi kuumwa kichwa hivi. Naumwa kichwa, na sasa ikawa nikiuma sana kichwa, kikiuma sana baadaye napata hali ya kutapika. Nikitapika ndio kama napata unafuu wa kichwa. Huo usiku nilitapika nadhani zaidi ya mara 6. So nikawa nikitapika hivyo napata nafuu ya kichwa, lakini baadaye tena naanza kusikia maumivu ya kichwa. Baadaye kufika saa 10 alfajiri mwili ulikuwa uko weak kabisa, nimetapika mpaka nimedrain. So ikabidi nipeleke hospitali. Nilienda hospitali nikiwa very weak, nilikuwa dhaifu sana. Nimefika hospitali, sijui nimesema ni muuguzi wa muda huo labda amejichokea ama nini, lakini ni kama hakuwa anatoa uzito sana kwa hali yangu kama anachukulia kawaida. Baadaye sasa akaongea sentence ambayo ilikuwa unajua, mtu umeenda hospitali unaumwa na unajisikia kabisa uko hoi, alafu mtu anamwambia, nilikuwa nimekaa chumba, nimepumzishwa chumba fulani, niko na mama wangu, anamwambia mama wangu,
toka nje akikuona wewe anajidekeza. Sikutakaga tena kwenda ile hospitali mpaka anyways. So baadaye sasa mbele yake nikapata tena shida, nikaanza kutapika, ndio nikaona kumbe huyu mtu yuko serious. Wakapima wakasema ni infection. Kwa hiyo nikawekewa drip na nini, nikapumzishwa hapo kwa muda, nikachoma sindano za kuzuia kutapika, nikarudi. Nimerudi nyumbani asubuhi, sikuwa sawa. Nikaendelea kuumwa sana kichwa na kutapika. So shida ilikuwa ni hiyo, kwamba nilikuwa naumwa kichwa kikiniuma, natapika, nikitapika napata nafuu kidogo. Nakumbuka kulikuwa na kakaangu mmoja tuliyefuatana. Yeye kipindi hicho alikuwa anafanya kazi Zanzibar. Sasa alikuwa amekuja mara moja na alikuwa pale nyumbani. Ile jinsi ambavyo nilikuwa naumwa, asubuhi mama alikuja, yani baadaye mama alikuja ili akashauri tukua nipeleke hospitali nyingine wakaangalie. Yeye alifikiri labda inaweza ikawa ni malaria ama typhoid, na unajua wanasema hizo hospitali nyingine hazioni malaria na typhoid. Na nakumbuka asubuhi tunaondoka, kakaangu anatoka machozi, yuko kidogo sensitive. Anatoka machozi, nikajisikia kumhurumia sana, lakini nilikuwa hivyo obvious, sieleweki. Tumeenda hospitali nyingine. Kweli wakanipima kama mama alivyohisi, wakasema nina malaria na typhoid. Nikapewa dawa za malaria, nikaanzishiwa dawa za typhoid. Nikaendelea matibabu hayo. Nimesema nilikuwa nasoma, nafanya degree yangu ya pili. Na mimi ni mtu kidogo, nikiamua kufanya jambo na kuwa committed. Kwa hiyo kipindi hicho nilikuwa tumeshafanya semester ya kwanza. Tuko semester ya pili ya hiyo masters. Na sikuwa nimewahi kukosa shule kipindi chote. Nadhani kama nishakosa ndani siku moja ama hivyo, nilikuwa na hiyo. Lakini sasa nilivyoanza kuumwa hivyo, yani nilishindwa kabisa. You can imagine, sikuweza kabisa kuendelea kuattend masomo. Kwa hiyo ikawa frustrate kwa maana hiyo, kwamba ni kama I have to put a pause kwenye shule yangu. Nikatibiwa malaria, nikatibiwa typhoid, lakini hali haikuwa na nafuu kabisa. Sikupata nafuu yoyote, nikaendelea, nilikuwa naumwa kichwa sana, yani yale maumivu ya kichwa, sijui nielezeje. Nilikuwa naumwa kichwa, alafu nafuu yangu nikitapika ndio kidogo natulia. Nakumbuka iliendelea hivyo zaidi ya wiki 2. Siku hiyo kuna siku nilisema nijitahidi niende chuo, kama imepita wiki 2, na nikaenda chuo, lakini sikuweza kukaa. Nimekaa masaa machache, sijui masaa au dakika chache, nikashindwa, nikarudi nyumbani. Hali yangu ikaendelea kuwa mbaya. Sasa siku hiyo asubuhi yake, kwa chuo nilikuwa naenda mida ya jioni, sijui saa 10:30. Asubuhi yake siku hiyo walinipeleka, kuna hospitali nyingine nilipelekwa, wakawa wamenipima, wakasema inaonekana, kwa vipimo vyao inaonekana sikupata typhoid hivi karibuni, yani vile vipimo vya typhoid havikuwa vya kweli. Wakasema inawezekana hali ya udhaifu unayosikia ni kwa sababu ya zile dawa za typhoid. By then saizi kidogo nina mwili, of course mimi sio mnene, hapa nimepungua tena kidogo, lakini kwa hapa nilivyo sasa hivi na nilivyokuwa, saizi nimeongezeka zaidi ya kilo 12, kama kilo 15. So nichukue hivi nilivyo, nipunguze 15 kg saloti. Kwa hiyo nilikuwa mwembamba sana, nitaeleza mbele kwa nini nilikuwa mwembamba kwa kiasi hicho, lakini nilikuwa mwembamba sana. Kwa hiyo hata mwili haukuwa na nguvu, ulikuwa dhaifu. So assumption kwamba
dawa za typhoid kwa mwili ambao haukuwa na typhoid, alafu nilikuwa na ule hali ya udhaifu wa mwili, yani mtu tu mwembamba, nisiye na chakula cha kutosha mwilini. Kasema dawa za typhoid ndio zilinivuruga kabisa. Kwa hiyo kwa nimeelewa kwa namna hiyo, wakasema watanipa dawa za kuflash. So baadaye nikaenda chuo, nikashinda, nikarudi. Jioni yake hapo nimetoka chuo, nakumbuka siku hiyo nilimkuta nyumbani mdogo wangu na rafiki yangu. Mdogo wangu tuliyefuatana, kuna siku nitamleta hapa. Na yana mengi ya kuelezea kuhusiana na ushuhuda, mpate picha katika engo nyingine. So nilimkuta nyumbani na huyo rafiki yangu. Siku hiyo nilipata experience ambayo kidogo ilikuwa ya tofauti. Experience ambayo unajua nilikuwa naumwa, najisikia vibaya, kichwa kinauma, unaenda rudi, unatibiwa, lakini bado unaumwa. Somehow inaleta mawazo, inafikirisha kwamba nini kinaendelea, lakini kiukweli haikuwahi kunitia hofu sana. Kwa tunajua labda ni ugonjwa wa kawaida, ni ugonjwa wa kawaida, lakini kuna experience nilipata jioni hiyo sasa ambayo ilinifanya niseme hii kitu gani ninauma. So hiyo ni moja ya siku ambazo katika wiki zote zaidi ya almost 3 ambazo niliuma, hiyo ndio siku ambayo niliogopa sana, niliogopa kweli, yani ikanifikirisha sana. So kwa sehemu hii ninaomba niishie hapa. Nikirudi tena nitaelezea ni experience gani niliyoipata na kwa nini ilinishake sana, na tutaendelea. Naomba uendelee kufuatilia, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Una swali, una maoni, una chochote, nitayajibu yote kwenye comment box, na kama ni kitu muhimu tutaendelea kushare na kuzungumzia. Asante.